uamuzi wa kutoka na jaji mwenyewe. Lakini sababu ambazo mazingira ambayo atakafanya jaji kwenye kesi ajiondoe huwa ni kama matatu hivi. La kwanza ni kama kuna jaji ana maslahi kwenye hilo swala, kwa kwamba anaendesha kesi ambayo yeye mwenyewe binafsi ana conflict of interest. Lakini jambo la pili, kama kuna viashiria vya upendeleo, kwa maana kama jaji anaonyesha wazi kwa upande fulani. Lakini sababu ya tatu moja ya msingi huwa ni kama kuna mazingira ya haki kutokutendeka, kwa maana kama kuna possibility jaji asitende haki. Kwa hiyo sababu tatu zikithibitishwa pasipo na shaka yoyote, basi jaji hana namna, lazima ajiondoe. Sasa yategemea kwenye hili, kama moja, jaji kwenye hili ana maslahi wakithibitisha hilo. Lakini pili, je, kuna mazingira ya kukosekana kwa impartiality, kwa maana ya kutokuwa na upendeleo. Lakini tatu, haki wanaona kwamba itendeka. Wakithibitisha hayo yote, basi jaji ataandika uamuzi mdogo wa kujitoa kwenye shauri, na mahakama itateua jaji mwingine. Mashauri mengi pia mahakama kuu ambayo wateja walishawahi kuaddress mahakama kwamba hata imani na wewe jiondoe, baadhi ya maamuzi majaji walikubaliana kwamba natoka, lakini baadhi walisema nimeshindwa kuthibitisha madai ya hizo sababu ambazo nimetaja hapa. Kwa hiyo jaji anaamua kutokujiondoa kwenye shauri la kuendelea kusikiliza mpaka mwisho. Kwa kama mtakuwa mjaridhika na maamuzi yake huko mwishoni, kutakuwa na fursa ya kukata rufaa, kuomba marejeo, mapitio na kadhalika, kwa mujibu wa sheria usikiongoza shauri husika na kwa wakati huo. Kwa hiyo utaratibu wa sheria ndio huo. Morning Bantu.